Sasa mzee wa data, natamani tujadili kidogo kwa uchache. Hii ni mara baada ya matokeo ya draw kuchezeshwa ya ligi ya mabingwa kwenye hatua ya makundi, ambapo Simba wapo kwenye kundi D. Mara baada ya matokeo hayo inaonekana kama vile Simba kapata mchekea kwamba kundi la Simba mbona kundi simple sana, kundi la Simba kundi rahisi sana ambalo wanapenya washinde tu wao wenyewe. Sasa mzee wa data, mimi jambo langu ni moja tu. Wewe unalipi katika hili? Nadhani kusikia kutoka kwa upande wako wewe binafsi unazungumza nini? Small details kuelekea mashindano hayo mzee data. Kwa ufupi tu, hakuna kundi lolote jepesi katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ukikumbuka kwamba timu 16 cream best za Afrika kwenye ligi ya mabingwa ndizo zilizobaki, hakuna kundi lolote jepesi. Kwa lugha nyingine, ungeongeza swali ningekwambia pia hakuna kundi lolote gumu. Inategemea mmejipanga vipi katika kukabiliana na kundi husika. Hilo ndio jawabu langu la msingi kwa swali lako, lakini kwa kuzingatia kwamba Simba licha ya kwamba kundi hili sio jepesi kama watu wanavyofikiri, na wenyewe wanafahamu Simba kwa uzoefu wao, lakini pia Simba wana cha ziada kwamba wao ni miongoni mwa timu ambazo kila mpinzani atakayekutana naye natumai kuanzia hatua hii ya makundi na hata kuendelea mbele watakuwa wakijipanga mguu wa shingo mguu wa roho kukabiliana naye. Na kwa sababu hiyo sioni kwamba kundi ni jepesi, ingawa kwa kusema hivyo simaanishi kwamba Simba hawezi kutimiza kile ambacho siku zote huwa wanakitimiza katika michuano ya CAF, hiyo ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho, ambacho wakikumbuka Chris, huwa break ya kwanza huwa ni robo finali kuanzia msimu 2018 2019, ukiondoa msimu 2019 2020 Simba hao mnyama ambao msimu 2019 2020 waliondolewa mapema ni Udisongo ya kina Jose Louis Mixon, lakini misimu mingine yote break ya kwanza huwa ni robo finali, na msimu uliopita 2024 25 walikwenda mbali zaidi wakafika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo miongoni mwa Watanzania ambao wanaitakia heri sana Simba, na naamini watapiga hatua kubwa, hawataishia makundi kama ilivyo kawaida yao. Wao ni wazee wa hizi kazi kwenye kundi hili, naamini ni miongoni mwa timu mbili zitakazochomoza kwenda robo finali. Lakini kwa swali lako, sio kundi jepesi hata kidogo. Sasa sio kundi jepesi hata kidogo. Kivipi hapo sasa mzee data, nifafanulie. Nataka kufahamu kwamba sio kundi jepesi hata kidogo, na umetilia msisitizo kwamba hata kidogo. Sasa ni vipi, kivipi yani? Hili ni kundi D. Labda ukiziangalia hata timu zake. Kuna Stade Malien. Stade Malien ni timu kutoka katika taifa la Mali. Ni timu ambayo ni kweli kwa miaka hivi karibuni si miongoni mwa washiriki wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika mara kwa mara. Lakini ndo wameingia. Ni timu yenye vipaji sana, ni timu ambayo cheza yake unagundua kabisa kwamba itakuwa na ushindani wa hali ya juu kwenye kundi hili. Stade Malien. Na ni kwa sababu wamepania makubwa. Wakiwa katika miaka karibuni ndo wanaingia ligi ya mabingwa barani Afrika, wakiwa wanachukuliwa kwamba wao ni underdog kwa sababu wametoka katika pot 4. Maana utaratibu Chris huwa katika hizi timu 16, 4 za juu kwa ubora zinaitwa pot 1. Kundi lingine la timu 4 ni pot 2, lingine pot 3, alafu la mwisho ndio pot 4. Sasa wa Stade Malien wametoka katika pot 4, lakini uwezo wao ni wa hali ya juu. Naamini kama ilivyo siku zote kwenye michuano hii, wana kitu cha kufanya ambacho sio Simba, sio Esperance wala sio Petro Atletico watapaswa kulala wanapocheza nao, kwa kuamini watashinda kirahisi. Wako vizuri, lakini kuna Petro Atletico. Petro Atletico ni wazoefu michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hivi karibuni wamekuwa wakishiriki mara kwa mara. Msimu uliopita walitolewa mapema na AS Maniema, matokeo yake hawakuingia hatua ya makundi. Sasa msimu huu hawatatamani hata kidogo kuishia mapema, kwa mfano kwenye hatua ya makundi. Wameshaingia hatua ya makundi. Sasa matarajio ni kuona kiwango cha juu kutoka kwao. Hawa ni mabingwa wa ligi kuu ya Angola, ligi namba 7 kwa ubora barani Afrika. Kwa hiyo haitarajiwi kuwa na ushindani mwepesi kutoka kwao, kwa sababu kama unavyofahamu Petro Atletico cheza yao ni ya kumiliki zaidi mpira. Mara nyingi wao wanatawala zaidi mchezo na wanajua kucheza na hizi timu kubwa kubwa, kucheza na Esperance de Tunis, Al Ahly, Simba, wao wala sio shida zao. Kwa hiyo matarajio ni kwamba wao hawezi kuwa wepesi hata kidogo, na hasa ukizingatia wana rekodi nzuri katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa miaka ya karibuni. Na wakati tukiingia kwenye msimu huu walikuwa ni miongoni mwa klabu zilizomo ndani ya zile top 20 zinazofanya vizuri sana kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa CAF. Lakini ni katika kundi hili ndipo wanapopatikana
Esperance de Tunis. Chris na watazamaji wako, Esperance de Tunis kwa mujibu wa CAF hivi sasa ni klabu namba 3 kwa ubora barani Afrika. Yaani katika klabu zote kutoka mashirikisho wanachama yote zaidi ya 56 mashirikisho wanachama. Kwenye klabu zote unazijua wewe, namba 1 kwa ubora kwa viwango vya CAF, ambao ndio custodian, ndio wenye kuongoza mpira wa miguu barani Afrika. Namba 1 ni Al Ahly ya Misri, namba 2 ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, namba 3 kwa ubora ni Esperance de Tunis. Wao ni miongoni mwa klabu 3 zilizotoa mara nyingi taji la ligi ya mabingwa barani Afrika. Yaani kuna Al Ahly pale juu, kuna TP Mazembe, kuna Esperance de Tunis, ndio wametoa mara nyingi. Mara nyingi wao hawaishii hatua ya makundi. Wakichemsha sana huwa ni robo finali. Kama msimu uliopita walishia robo finali. Msimu wa nyuma yake walishafika mpaka nusu finali. Misimu mingine washai kutoa ubingwa wa michuano hii. Esperance de Tunis wapo kwenye kundi hili. Sasa uwezo ukasema ni kundi jepesi hata kidogo. Lakini nikakwambia ugumu zaidi kwa Simba unatokana na ukweli kuwa hawa wote Esperance, Petro Atletico, Stade Malien, kuna uwezekano watakapokutana na Simba watakuwa na aina maalumu ya uchezaji ya mapambano sana dhidi ya Simba ambayo ina baadhi ya vijisifa vya kuifanya ikamiwe zaidi katika kila mechi kwenye michuano hii. Sio tu kwenye kundi lao la D, hata ikifuzu kwenye hatua inayofuata wapinzani wao watakuwa wanaitazama Simba mara mbili kwa jicho la ziada kwa sababu wanakutana na Simba. Sasa mzee wa data, kwa namna ambavyo umezungumza, pia natamani kufahamu kwako. Umesema ni kama vile Simba nayo ni miongoni mwa timu ambayo inatazamwa sana, si ndio? Hasa kwa namna wanavyocheza. Sasa natamani uingie kindani zaidi kwamba Simba inatazamwa sana kivipi labda. Kivipi? Kwa sababu najua mimi kila timu nayo imejipanga na inahitaji kupata ushindi. Yaani inasema nginja kwa kila timu. Yaani mguu shingo mguu roho kwa kila timu yoyote. Sasa kwa Simba inakuaje hapo mzee wa data? Hapa tunapozungumza ndio msimu uliopita timu zilizofika finali michuano ya CAF ni pamoja na Simba. Walifika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika wao dhidi ya RS Berkane. Kitendo chake cha kuwa ni mwana finali wa michuano ya CAF msimu uliomalizika yatosha kuifanya Esperance de Tunis ijue inakumbana na timu aina gani. Inaifanya Petro Atletico, Stade Malien wanapocheza na Simba wanajipanga kivingine kuhakikisha wapate chochote. Hiyo ni sifa namba 1. Lakini namba 2 kwenye small details unazosema. Simba hivi karibuni imekuwa na tabia ya klabu kubwa hasa zile za kaskazini mwa Afrika zinazojua jinsi ya kucheza kijanja michuano ya CAF, iwe ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho. Kivipi Chris? Unajua imefikaje katika hatua ya makundi msimu kwa mfano? Ilicheza dhidi ya Gaborone United. Kule Botswana ikiwa ugenini ilishinda 1-0. Halafu kwa Mkapa jijini Dar es Salaam ikicheza nyumbani ikaisha kwa sare ya 1-1. Na katika mechi zote Simba haikumiliki mpira. Hii peke yake yafikisha ujumbe kwamba Simba wanacheza kikubwa sana. Wanacheza kijanja, wanapohitaji matokeo, wanapohitaji ya kwao wanayapata. Inashinda ugenini, halafu nyumbani inatoka sare ya 1-1 inasonga mbele. Maana yake ndio inajua hizi hesabu. Kwa sababu kwenye CAF, Chris na watazamaji wako, kuna faida ya goli la ugenini kwenye kanuni zake. Sasa Simba kama zilivyo timu nyingine kubwa, Al Ahly, Esperance de Tunis, wana namna yao ya kucheza wakiwa ugenini katika michuano ya CAF, wana namna yao ya kucheza nyumbani. Sio timu nyingi zinaweza kumanage kucheza kwa namna ambayo inapata pointi zote ugenini, halafu nyumbani inapata inachokitaka. Kama ni sare, kama ni ushindi tena, kama ni kufungwa kusiwe na margin kubwa. Sio kazi rahisi Chris. Ndio maana narudia ni timu chache. Yaani wanafanya hivyo timu kama Al Ahly, Esperance de Tunis, wao wenyewe au Esperance na timu nyingine hasa za ukanda ule wa kaskazini mwa Afrika, UNAF almaarufu kama Ittihad Shamal al-Firqiyya li Qurat al-Qadam. Iskutishe ndio Sekafa. Sekafa kwa maana nchi zile za kaskazini mwa Afrika, Libya, Misri, Tunisia, Algeria, Morocco na Libya. Sasa kuitoa Gaborone United kwa tofauti ile kuonyesha ushindi ugenini, nyumbani sare. Mechi ya raundi ya pili kwa ni ya kufuzu hatua ya makundi wakafanya tena wakicheza na Nsingizini Hotspur. Ugenini Eswatini Simba ilishinda 3-0. Nyumbani kwa Mkapa wakacheza kikubwa, mechi ikaisha 0-0 kwa sababu Simba ilikuwa inahitaji isimwage jasho jingi ile ihakikishe inasonga mbele. Ama kwa kupata ushindi wowote au sare yoyote, kipigo chochote kisichozidi mabao mawili, Simba kapata 0-0 wakasonga mbele. Hii nayo ni tishio kwa wapinzani wake kwenye kundi lao la D. Sababu nyingine, Simba msimu uliopita wakati ikienda mpaka finali kombe la shirikisho ni timu ambayo zile zilizoanzia robo finali mpaka finali, timu iliyoongoza kufika kwa wapinzani
kufanya majaribio mengi ya kufunga ni Simba. Mechi 12 kuanzia hatua ya makundi mpaka fainali, Simba ilipiga mashuti 180 Chris. Wastani wa mashuti 15 kila mechi. Hakuna timu miongoni mwa zile zilizoanzia robo fainali mpaka mwisho wa fainali kombe la shirikisho ilipiga mashuti mengi kama Simba, ambayo ni mashuti 180, wastani wa mashuti 15 kwa mechi. Enyimba walitolewa mapema, wao kwa wastani walikuwa wanapiga mashuti 16, lakini hawakufika mbali. Sasa hii nayo ni tishio kwamba kumbe unacheza na timu inapiga sana mashuti. Esperance de Tunis msimu uliopita walishia robo finali. Wao mechi 8 walipiga mashuti 94. Kwa hiyo wanajua namna timu ambavyo inaweza kufika eneo la mwisho na kufanya attempt kupiga mashuti kutaka kufunga. Lakini jambo lingine, Simba ni miongoni mwa klabu 5 kwa ubora barani Afrika wakati tukiingia msimu huu. Esperance ni ya 3 imetoka kueleza. Sasa Esperance wanajua wanacheza na timu ambayo iko kwenye kiwango bora barani Afrika kwa vigezo vilivyopo na wapinzani wengine. Lakini lingine ni kwamba hata viwango vya sasa Esperance nafasi ya 3 ina pointi 43 kwa ubora. Simba iko nafasi ya 6 ina pointi 38. Nafasi ya 5 ipo Pyramids ina pointi 38 kama Simba. Yaani Simba pointi zake ni sawa na Pyramids ambao ni mabingwa ligi ya mabingwa, ni mabingwa CAF Super Cup. Lakini kuna wao Esperance de Tunis wanashika nafasi ya 3, yani ni RS Berkane ambayo yenyewe ina pointi 42. Sasa wanajua hawako mbali sana na Simba. Esperance wamezidi Simba pointi 5 tu. Petro wanafahamu juu ya ubora wa Simba kiasi cha kuwa miongoni mwa klabu bora barani Afrika kwa mujibu wa CAF. Stade Malien wanafahamu. Hii nayo ni sifa nyingine ya kuiponza Simba kwamba kila mechi itachukuliwa ni kubwa ya kibabe, lakini kubwa zaidi Chris, Simba kuanzia 2018-19 mpaka msimu huu imekosa mara moja tu kufuzu walau hatua ya makundi michuano ya CAF ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho ambao ni msimu wa 2019-2020. Hii nayo ni tatizo, lazima iangaliwe mara mbili. Kwa hiyo Simba haipo kundi jepesi, Simba itapaniwa sana. Matarajio ni kuona kwa ubora wake, kikosi bora ilicho nacho, wachezaji wenye uzoefu wa kutosha. Kocha Dimitar Pantev aliyedhihirisha ubora wa hali ya juu na mbinu za kucheza alivyoonyesha dhidi ya Nsingizini Hotspur. Matarajio ni kuona vyovyote itakavyokuwa, imma fa imma inafuzu hatua robo finali, nusu na kwenda zaidi hata finali hata ubingwa ikibidi. Lakini bado pamoja na matumaini hayo sio kundi jepesi hata kidogo.